Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na tumai ya kwamba mwema na Mungu amekuhifadhi na Mungu ameweza kukulinda, na vile vile Bwana amekuwa mwema katika maisha yako. Langu jina ni John Jumia. Namshukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake ajabu, kwa sababu ya upendo wake ambao haubadiliki na hauna vipimo mpendwa. Jioni ya leo, usiku wa leo, mchana wa leo, ama asubuhi ya leo, kuzingatia mahali ulipo, ningeomba tutafakari msamaha wa Mungu jinsi ulivyo na neema zake jinsi zilivyo. Najua matukio ni mengi kwenye dunia hii, haswa kwenye koti zetu. Watu wamepelekana kwenye koti na watu wamepelekana kwa majaji, na makesi ni mengi tu, kwa sababu wanadamu wamekosa jambo la msamaha. Wanadamu wamekosa kuwa na upendo wa dhati, kufanya toba na makutano ndugu kwa ndugu. Tuamini na tuombe. Kristo, katika ukuu wako tunaomba useme nasi, utubariki, neema yako itoshe mtazamaji, ubora wa neno lako likatulie katika nafasi zetu, mioyo yetu na mawazo yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Jambo hili mpendwa limeweza kuchochewa na neno la Mungu kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia, ambao ni pumzi ya Mungu kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mpendwa wangu, jioni ya leo, masaa haya, kwenye video hii naomba tutafakari namna upendo wa Mungu na msamaha wa Mungu ulivyo mkuu. Na nabii mmoja Danieli, ambaye anatoa historia ya watu wa Mungu, namna walivyojipata kwenye kifungo kikubwa na hatimaye wakapata ukombozi na ushindi kwa mkono wa Bwana. Na kitabu cha Danieli kina jumbe nyingi tu, lakini ujumbe ambao ni mkubwa ni ujumbe wa ushindi wa watu wa Mungu. Namna watu wa Mungu kwenye uhalisia wa siku, uhalisia wa miaka kwenye dunia hii, walishinda vifungo vya dunia hii. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Danieli, kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 anajaribu kutoa hesabu ya ukamilifu wa muda wa kitabu cha Danieli sura ya 8, na anatoa jinsi ambavyo neema kubwa zitalifikia taifa la Israeli kutoka kwa Mungu Baba. Na ndani ya kitabu cha Danieli kuna injili ya Yesu Kristo. Na mpendwa, kuna injili ya Yesu Kristo, msamaha, toba ya Yesu Kristo, uvuvio wa neema ndani ya Yesu Kristo. Na kitabu pia, nipende kukuambia kwamba pia kitabu hiki cha Danieli pia kina msisitizo wa tabia za watu wa Mungu. Lakini kwa leo niruhusu tu tuweze kung'amua kwa pamoja msamaha wa Mwenyezi Mungu. Danieli 9 na mstari wake ni wa 9. Basi neno la Mungu linasema hivi, kwa linayosoma mpendwa, inasema, rehema na msamaha ni kwa Bwana wetu, ingawa tumemwasi. Fungu hili ni fungu ambalo limezungumza nami kibinafsi. Japokuwa nabii wa Mungu wakati ule alizungumza na taifa la Israeli katika utumwa wa Babeli miaka 70, na pia nami nikakumbuka ya kwamba pia kwenye dunia hii nami ni mfungwa wa sheria ya dhambi, mfungwa kwa sheria ya mwili, ya kwamba mimi na wewe tunalemewa kwa sheria ya mwili, kwa mapungufu ya mawazo haya ambayo ni mafinyu ya kimwanadamu. Lakini neno la Mungu linazungumza nasi na kutuambia hivi, ya kwamba rehema na msamaha ni kwa Bwana wetu, ingawa sisi tumemwasi. Ya kwamba sisi ingawaje tumemwasi, ingawaje sisi tumetanga na uso wake, ni kwamba
msamaha huo yeye upo kwake. Msamaha huo wa mapungufu yetu ya kumuasi Bwana iko kwa Mungu wetu. Na labda kwa historia fupi tu, mwanadamu alijipata kwenye hali ya uasi. Naposoma kitabu cha Mwanzo 1:26, Mungu aliumba kila kitu na kilikuwa ni chema kwa mfano wake, na 31 kwamba aliumba kila kitu kikawa ni chema na kupendeza. Sura ya 2, wanadamu wote kwenye dunia hii wakiwa ndani ya Adamu wakawekwa kwenye shamba la Edeni. Lakini kwenye shamba la Edeni Mungu akazungumza na Adamu na akamwambia kwamba nimekupa miti yote ya bustani, unaweza kuyala. Lakini kwa habari za ujuzi, hebu tutafakari jambo hilo. Kitabu cha Mwanzo mpendwa, Mwanzo sura ile ni ya 2. Neno la Mungu lina maneno haya ya kutuarifu masaa haya na mida hii. Biblia inasema hivi, Mwanzo 2 na Biblia mstari wa 15 kuendelea. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa nini? Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hayo yalikuwa ni maneno na ilikuwa ni amri ya Mungu. Na labda tukipata muda ni kwamba amri za Mungu hazikuanza mlima Sinai, hapana, lakini amri za Mungu zilikuwepo dunia ilipoanzia kuumbwa. Mwanadamu alipopewa amri hiyo na Mungu ya kwamba matunda yote yanaweza kula, lakini mtu wa ujuzi wa mema na mabaya asile. Kwenye Mwanzo 3, nyoka ama shetani anatumika sana. Santi Wycliffe, shetani alichukua mfano wa nyoka, akazungumza na mwanamke akamwambia eti hivi ndivyo Bwana alivyosema Mungu, miti yote msile. Lakini hatimaye Eva, mwanamke akachukua akala na akampelekea mume, wote wakagundua wako uchi. Basi kutokana na hali hiyo wanadamu wote tukawa chini ya kifungo cha sheria ya uasi, kwa sababu Mungu anasema kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26 ya kwamba kutokana kwa mtu mmoja Mungu alifanya watu wote kwenye dunia hii. Kwa hivyo Adamu alipoasi, pia nasi si kwa kuchagua lakini kwa kujipata, kwa sababu ya ukoo huo tukawa ni watu waasi. Lakini Danieli anatuambia kwamba japo kuwa tumemwasi Bwana, msamaha wa maasi hayo unapatikana kwa Mungu aliyetumba. Yaani Mungu wetu ni wa ajabu ya kwamba ndiyo alitumba kwenye hali ya ubora, na pia ana mpango wa kuturudisha kwenye hali ya ubora huo huo ambao tulikuwa nao katika Adam, katika shamba la Edeni kabla ya dhambi. Hayo ndiyo masamaha ya Bwana Mungu wetu. Na Mungu anasema hivi kwenye Zaburi 103. Zaburi 103 mstari wake ni 3. Barikiwa mpendwa, na ni vizuri pia uweze kuwarushia na wengine, yani kushare, mwingine apate ujumbe huu. Kitabu cha Daudi kuongozwa kwa Roho Mtakatifu, Zaburi 103. Neno la Bwana linasema maneno yafuatayo. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vitu vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Naendelea kusema hivi mstari wa 3. Akusamehe maovu yako yote. Hapo kuna hoja hapo, mtu wa Mungu, ya kwamba anatusamehe maovu yetu yote. Japokuwa kwa utenda dhambi hizi, uasi huu ndio umemtenga mwanadamu na Mungu. Na ndio naona kwenye dunia hii, kwenye hali ya utafutaji Mungu, kila mwanadamu anajaribu ni namna ipi bora atakavyomkaribia Mwenyezi Mungu. Na falsafa zipo nyingi kwenye dunia hii. Falsafa ziko nyingi za kumfikia Mungu na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
Lakini Paulo anatuambia kwamba yeye alijaribu kufikiria mambo, lakini jambo lililomshika mawazo yake ni Kristo, na Kristo peke yake, na Kristo aliyesulubiwa. Kwa sababu ndani ya msalaba, juu ya msalaba wa Calvary, mili hii ama tabia hii, utenda dhambi huu kwa mwili wa kibinadamu ambao Yesu aliuchukua, ukaangikwa msalabani, tuliangikwa pamoja naye, na alipowekwa kaburini tulikuwa naye, alipofufuka uhai wetu pamoja na Yesu Kristo. Wakolosai sura ile ya 4 mstari na wa 2. Uhai wetu umefichwa ndani ya Yesu Kristo, na ndani ya huyu Yesu Kristo, hoja kubwa ni hii mpendwa, kwamba masamaha ya Mungu yako kwetu tele tele, japokuwa tumefanya dhambi. Kwa msalaba wa Calvary, Biblia inasema hivi, wa Korintho wa kwanza, tutafakari wa kwanza 1, Korintho wa kwanza wa kidogo tu, wa Korintho wa kwanza 1:30. Neno la Mungu linasema hivi, wa Korintho wa kwanza 1 aya yake ni ya 30. Basi neno la Bwana linasema hivi: mbali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa, Biblia inasema hivi, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki. Yani Kristo alifanywa hekima na haki itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi wa mwanadamu. Masamaha ya Mungu ni dhahiri kwetu ya kwamba tunasamehewa ima kama jinsi ambavyo tunasimama ndani ya Yesu Kristo. Na sio hivyo tu, mbali si kwetu tu, ni kwa wanadamu wote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na mstari wake ni wa 1. Neno la Bwana linasema maneno ya busara kwetu masaa haya. Biblia, neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, mbali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na kwamba Kristo ndiye kipatanisho, na si kipatanisho kwa dhambi zetu tu, mbali dhambi za ulimwengu mzima. Na hayo masamaha ya Mungu yanakuwa dhahiri ndani ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Basi Mungu akupe ujasiri wa kumkaribia Yesu ambaye ni kipatanisho kwa dhambi zetu. Sijui ni lipi hilo ambalo kwa muda mrefu limekufunga, ya kwamba unaona haustahili mbele ya macho ya Bwana. Lakini niko hapa kukuombea kwamba masamaha yanatoka kwa Mungu, Mungu mwenye upendo, japokuwa tumemwasi. Hivi ni kwamba hata japokuwa tunamwasi, tunaporudi nyumbani anatukaribisha. Na hebu Mungu akukaribishe tena kwenye ufalme wake, na hebu Mungu tena akutie ujasiri wa kutembea katika utakatifu, wa kutembea katika utendakazi wa utakatifu wa kushinda dhambi, utendakazi wa kipekee wa kuwa watoto wa Mungu waaminifu kwa mwito wa Mungu aliye mwaminifu, kwa masamaha ya dhambi yaliyo maaminifu yetu kutoka kwa Mungu, na kwa ukombozi ambao umejaa uaminifu wa Mungu wetu, ambaye kwake kunatoka masamaha ya dhambi. Na sasa tumekombolewa na tumefurahi, na tutamuona Mwokozi wetu akija kwenye ufalme wake. Kila mtu sisi tuliyesogezea sadaka ya mioyo yetu na kusema, ima Bwana tuponde, tufinyange, tutakase, sasa tutamuona jinsi alivyo atakapokuja mara ya pili kutupeleka nyumbani,
kututuliza kutokana na vifungo vya dunia hii, vifungo vya dhambi, tuishi katika utakatifu. Mungu akubariki na neema yake ikakutoshe. Tupate neno la maombi. Asante Kristo, kwa maana msamaha wa dhambi unatoka kwako. Tulinde na usiku huu, tulinde na mchana huu, tulinde na asubuhi hii. Ukawabariki watoto wako na msamaha wa dhambi na kutakaswa kwa damu ya Yesu. Neema yako endelee kuwatosha, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Shalom, shalom. Uwe na wakati mwema mpaka tena tutakaporudi kwenye jukwaa hili kuling'amua na kung'amua upendo wa Mungu wa ajabu. Shalom, shalom. Kwaheri kwa sasa.